Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni update moja kwa moja kutoka mahakamani, kesi mbili ambazo zinamkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Kesi ya uhaini ambayo ilikuja mahakamani kwa ajili ya kutajwa, lakini pia kesi ya uchochezi, kesi ya kutoa taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube ikija kwa ajili ya kufanyiwa maamuzi. Lakini kubwa imekuwa ni shangwe katika kesi ya uchochezi, ambapo mawakili wa Tundu Lissu wameweza kuwashinda mawakili wa jamhuri, na hivyo kesi ya Lissu kwa siku zijazo, kesi ya uchochezi itasikilizwa kwa njia ya wazi mahakamani, lakini pia wananchi wataruhusiwa kufika mahakamani. Moja kwa moja tuangalie kile ambacho kimetokea mahakamani kwa kesi zote mbili siku ya leo. Mwanzo mwisho, kitu gani kimetokea mahakamani? Moja kwa moja tukianza hapa kilichotokea mahakamani, kesi ya Tundu Lissu, kesi ya uhaini tukianza nayo, ambapo leo ilikuwa imekuja mahakamani kwa ajili ya kutajwa. Kesi namba 8897 Jamhuri versus Tundu Lissu mbele ya Mheshimiwa Kiswaga hapa Kisutu mahakamani. Hakimu Kiswaga anauliza kama jamhuri wako tayari, wanaanza kuongea kwa kukoroma. Upande wa jamhuri mtandao wao unasumbua, hawasikiki vizuri. Tunazo dakika kadhaa hapa, kesi inashindwa kuendelea. Hakimu anawaambia wahakikisha vifaa vingine wamezima kama vile simu, ndio maana mtandao na mawasiliano yao yamekuwa yakisumbua. Baada ya hapo, kama kawaida hapa mahakamani wapo mabalozi kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Jumuiya ya Ulaya, nao wamefika na kufuatilia kesi hii. Hawa mabalozi hawajawahi kukosa hata siku moja kufika mahakamani. Wanapaswa kupewa maua yao. Pamoja na kwamba mawakili wa serikali huwa wanaongea Kiswahili, lakini wao wanaelewa, maana huwa wanakuja na wakalimani wao. Wamejipanga vizuri, wanaelewa kila kitu. Wanakabia juu kwa kifupi. Wanasikika sasa jamhuri. Ikikupendeza hakimu Sawabu ya haya, yupo pia Jacob Mrema, Kasbet Mbirigi na Harrison Lukosi. Sisi wote tunaiwakilisha serikali kwenye shauri hili. Na kabla hatujaendelea, naomba upande wa utetezi wajitambulishe. Anajitambulisha kiongozi Mpale Mpoki, yupo Dr. Nshala Lugemereza, Jebla Kambole, Hekima Mwasipu, Yeremia Mtobesia, Maria Mushi, Catherine Michael Mwangasa, Michael Lugina, Sisti Masawe, Deogratias Mahinyila, Jacobo Mogendi, Deusi Singa, Edward Heche, Maduhu Kulwa, William Glory Olomi, Peter Kibatala pia yupo, walisahau kumtambulisha. Mahakama imeibua kicheko baada ya Peter Kibatala hapa kutambulishwa mahakamani. Sawabu ya haya, wakili wa serikali anaulizia kama mtuhumiwa naye yupo au vipi. Wanaulizwa watu kutoka gerezani. Mimi ni kamishna msaidizi Juma Mwaibago, nimewasiliana na mshtakiwa, anasema hawezi kupanda mahakamani kwa njia ya mtandao. Anauliza kama amesikika. Mheshimiwa hakimu anamjibu kuwa amesikika. Kwa hiyo Lissu pia amegoma kuhudhuria mahakamani kwa njia ya mtandao. Wakili wa serikali Sawabu ya haya anasema kama vile mahakama ilisema tutakutana kwa njia ya mtandao, na kwa majibu ya magereza kuwa mshtakiwa amegoma. Sasa mahakama ina wajibu wa kuamua ni kwa namna gani inaweza kuamuru ili mshtakiwa aweze kufika mahakamani. Lakini pia shauri lilikuwa kwa kutaja na upelelezi haujakamilika. Tunaomba tarehe nyingine. Anaanza Mpale Mpoki: Mheshimiwa, tunashangaa kuambiwa upelelezi hadi leo ni siku ya 27. Kwa nini upelelezi bado wakati mashtaka yenyewe yako wazi kabisa? Hivyo kwetu sisi tunashangaa sana, kwa sababu mteja ana haki ya kesi yake kusikilizwa kwa haraka. Hati ya mashtaka yanajieleza. Wanapeleleza nini? Hawahitaji kwenda forensic wala eneo lolote. Naamini makaratasi ya kutengeneza PI mnayo mengi tu, na wino pia upo. Kwa kweli siwaelewi. Jamhuri wanaulizwa na hakimu nini kinakwamisha upelelezi. Anajibu shauri hili linahitaji mambo mengi, kwa hiyo bado tunaendelea na upelelezi, na ukikamilika tutawasilisha
Wakili wa serikali anasema sheria haitulazimishi tuseme ni lini tutakamilisha upelelezi. Mpale Mpoki anasema, Mheshimiwa, tunapotoa maelezo ya jumla kuwa hawalazimishwi kusema wamefikia wapi na watakamilisha lini. Komito maana yake wanakusanya ushahidi. Sasa watuambie walichoshindwa kukusanya huo ushahidi. Tunadili na maisha ya mtu hapa. Wanaposema hakuna sheria inayosema watakamilisha lini, kwa hiyo wanataka kukaa na Lissu miaka 300? Ukiwa tayari ni lini utakamilisha, ndiyo tunachotaka sisi waseme hapa. Tafadhali. Wakili Jeremia Mtobesia anaongeza kuwa, Mheshimiwa, baada ya kutoa ombi la kuahirisha kesi kwa mujibu wa kifungu cha 248 kuwa ukiomba ahirisho, that one is not a free lunch, kwamba utaenda kula tu bila kugharamia. Hakuna cha bure katika kuahirisha kesi. Ni lazima useme kwa nini unataka kuahirisha na kwa sababu gani unataka ahirisho. Sisi tunasema kwa nature ya kesi hii kuahirisha sio reasonable, na wanasema hawalazimiki kusema wamefikia hatua gani. Msimamo wetu ni kwamba hawana reasonable cause ya kuahirisha hii kesi. Sababu, wakili wa serikali anasema, sisi tunasema upelelezi bado, tunaomba ahirisho, na taratibu za upelelezi hatuko tayari kuzisema hadharani kwani sheria haitulazimishi na wao wanalalamika tu. Wakili Mpoki anasema hawa watu hawako serious kama hawana makaratasi na vitabu vya komito waseme twende mahakamani. Mpoki anasema Tone Tone itachangia hizo karatasi kama hawana. Maana hapa huyu wakili wa serikali anasema hizo karatasi watatoa wao tukitaka. Jibu hilo hapo la Tone Tone amepatiwa na Mpale Mpoki kwamba Tone Tone itawasaidia kuwachangia ili wapate hizo karatasi. Hakimu anasema mawakili wote wazingatie language of the court. Hakimu anaendelea, natoa wito, fanyeni upelelezi na tarehe ijayo mtupatie status. Hatuwezi kutoa tarehe kila siku bila kujua shauri limefikia wapi na wapi. Natoa siku 14, kwa hiyo itakuwa tarehe 20 ya mwezi wa 5 2025. Mje na status ya upelelezi na sio maneno matupu. Lazima kuwe na ukomo wa kupeleleza. Kwa hiyo nahailisha shauri hadi tarehe hiyo. Hakimu Kiswaga anashauriana na mawakili wanakubaliana tarehe 19 ya mwezi wa 5 ndio kesi itakuja badala ya tarehe 20 ya mwezi wa 5 kwa sababu tarehe hiyo Dr. Lugemeleza Nshara hata kuwepo. Tukutane tarehe 19 ya mwezi wa 5 2025 asubuhi saa 3. Baada ya kumalizika kwa kesi ya uhaini, sasa tunaanza kesi ya pili, ile kesi ya kusambaza taarifa za uongo. Sauti ya askari imetoka kinyonge, sio kama siku zote. Sijui nini ambacho kimemkuta huyu askari siku ya leo. Sijui hajala chakula. Hakimu amekaa anafungua laptop yake, anasubiriwa kalani aseme neno. Hakimu anasema shauri la jinai, anataja namba ya kuwakaribisha mawakili wa pande zote. Anauliza kama magereza wanampata na mawakili wa serikali wapo. Anaanza wakili wa serikali anajitambulisha. Hakimu anauliza kuhusu mshtakiwa. Anasimama Juma Kapilima, mkuu wa gereza Ukonga, anawasilisha huko. Anasema mshtakiwa alijulishwa na alisema hawezi kuendelea na shauri lake kwa njia ya mtandao. Amejulishwa na anasema hawezi kufika kwenye eneo hili kushiriki katika shauri hili kwa njia ya mtandao. Hakimu anasema imetosha, tulia kidogo. Inaonekana huyu magereza yuko vibe sana ese. Haya, jamhuri wanaanza. Naitwa Sawabu Isa, wakili wa serikali mwandamizi, Jobu Mrema, Kasbet Mbirigi na Harrison Lukosi. Wakili wa utetezi naitwa moja Mpale Kaba Mpoki, wa pili kwa upande wa Tundu Lissu ni Lugemeleza Nshara, wa tatu ni Jebla Kambole, wa nne ni Peter Kibatala, wa tano ni Hekima Mwasipu, wa sita ni Jeremia Mtobesia, wa saba ni Peter, wa saba ni Maria Mushi, lakini pia kuna Deogratias Mahinyila, kuna Michael Mwangasa, Michael Lugina, System Asawi, Jacob Mogende, Deusi Singa, Edward Heche, Maduhu William, Glory Olomi, Edson Kilatu, Ikote Lissu, Matias Mlimi na Ferdinandi Makore. Sababu ya haya Isa, wakili wa serikali, anasema shauri linakuja kwa maamuzi madogo na sisi tuko tayari. Mpale Mpoki na sisi tuko tayari kama wewe uko tayari na umeandika pamoja
na matatizo ya bungeni na huko mitaani. Maana mambo yaliyosemwa na akina Bashungwa na mwanasheria wa serikali Mpoki anasema tuko tayari kusikiliza matatizo yako. Hakimu anasema mbona kama una preempt maamuzi sasa? Hapana, ndio iko hivyo, anakazia wakili Mpoki. Hata haya, tusikilize sasa maamuzi madogo ya hakimu kuhusu hoja ambazo ziliibuliwa na mawakili wa utetezi. Mawakili wa Tundu Lissu, tunaenda hatua kwa hatua. Kama kawaida, mabalozi bado wapo hapa mahakamani wakiendelea kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Lakini pia kuna waandishi kadhaa pia wako ndani ya mahakama, nao pia wanafuatilia. Tunaambiwa kuna wakili mmoja pia amekamatwa pale getini, kapelekwa Central, alikataa kusachiwa na watu asiowafahamu. Amewahoji nyie ni akina nani, kuwa huwa hatuwaoni kila siku. Hakimu anasema nikishasoma baada ya dakika 20 mtapata nakala ya uamuzi wangu. Anajiandaa kuanza kusoma na anasema atasoma kwa kifupi sana. Anauliza kama tunasikilizana vizuri. Shauri lilikuwa kwa hoja za awali, wakati linakuja na zikaibuka hoja kadhaa, ikiwemo kuwa hoja hizo zilipaswa kusomwa kwenye mahakama ya wazi na sio kwa mtandao. Mshtakiwa ni lazima awepo mahakamani mwenyewe na sio kwa utaratibu huu. Je, hasa nini maana ya mahakama ya wazi? Na mahakama ilikosea kusema sikilize kwa njia ya mtandao? Na mwisho, hoja za awali zikisha somwa lazima kuna nyaraka zitolewe, na pia kuna nyaraka lazima ziandaliwe na zisainiwe na mshtakiwa na mawakili wake. Je, mambo hayo yanafanyikaje wakati mshtakiwa hayupo? Pia mawakili wa utetezi wamezuiwa kumwona mteja wao kule Ukonga magereza, na pia mshtakiwa amegoma kuja mahakamani kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao. Mahakama iliwasikiliza pande zote na Mr. Jobu Mrema aliongoza jopo la mawakili wa serikali na Mpale Mpoki aliongoza jopo la utetezi. Katika kusikiliza shauri hili na mapingamizi haya, mahakama ilisikiliza bila kuwepo kwa mtuhumiwa. Kwa kifupi, yalisema mengi kuhusiana na mambo niliyosema hapo juu. Kumbukeni, anasoma ruling kwa Kiingereza. Hata kama mimi sio mwanasheria, lakini akili ninazo za kuweza kuwatafsiria mdogo mdogo kama hivi hadi tutaelewana. Hoja za awali zinapaswa kusomwa kwenye mahakama ya wazi, ni matakwa ya sheria, na mahakama hii ilishajifunga mikono kwa sababu ilishasema tarehe inayofuata mahakama hii itakutana katika open court. Sasa iwaje tena tulikutana ghafla bila taarifa kuhusu kusikiliza kwa njia ya mtandao? Na hata kama ilipaswa kusikilizwa kwa njia ya mtandao, ilitakiwa kutolewa notice ya siku 7 kabla ya tarehe ya kesi, ili kesi iweze kusikilizwa kwa mtandao, kwa sababu ndio kanuni za kusikiliza mashauri kwa mtandao ndio inahitaji kufanyika hivyo. Swala la kuhamishwa kutoka Keko kwenda Ukonga pia nalo halikuwa kwa mujibu wa kisheria. Tulipaswa kuelezwa kuanzia mawakili hadi ndugu. Kitendo cha kuzuia mteja wetu asikutane na viongozi wake wa dini pia lilikuwa ni swala la kinyume cha sheria. Wakaomba mtuhumiwa aletwe mahakamani, aliruhusiwa kuonana na mawakili wake na ndugu zake. Pia wakaomba maafisa wa magereza waitwe na kusema kwa nini wanamzuia mteja wetu kupata haki zake. Upande wa serikali, Mrema alisema mahakama hii haina mamlaka ya kujadili mambo haya kwa mujibu wa sheria, na walipaswa kwenda kufungua kesi ya judicial review na sio njia hii walioitumia hapa. Kusikiliza kesi kwa mtandao inawezekana, na mahakama hii iko sahihi, na kuhusu kutolewa kwa vidhibiti vingetolewa kwa njia ya mtandao hivyo hivyo. Kwa hiyo haiwezi kuwa kikwazo cha kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao. Kuhusu mahakama ilishaamua huko nyuma kuhusu kesi kusikilizwa mahakama ya wazi, wao wanaamini kuwa hata hii kwa njia ya mtandao ni mahakama ya wazi tu. Kuhusu kuhamishwa kwa mtuhumiwa kutoka Keko hadi Ukonga, hakuna shida, ni mambo ya magereza, sisi hayatuhusu. Kuhusu siku 7, hilo sio jambo la msingi. Uzuri taarifa ilishapelekwa kwa pande zote, kwa hiyo ilikuwa sahihi, na wakamaliza kwa kuomba kuwa mahakama iendelee na hoja za awali, izingatie maombi ya utetezi. Anaendelea hapa hakimu kutoa maamuzi. Anasema masuala ambayo mahakama itayajibu kutoka pande zote ni yafuatayo: 1.
Je, mahakama ilikuwa sahihi kusema kesi sikilizwe kwa mtandao? Pili, PH yani maelezo ya awali inaweza sikilizwa kwa mtandao? Tatu, je, mahakama iendelee na PH wakati mtuhumiwa hayupo? Nne, mahakama ina mamlaka ya kusikiliza malalamiko yaliyotolewa utetezi. Nitaanza na hii hoja ya 4 kuhusu ndugu, wazazi na mawakili kukatazwa kuonana na mteja wao. Mahakama hii ndiyo ilitoa amri mtuhumiwa awe kizuizini. Kwa maoni ya mahakama hii, mwenye mamlaka ya kulinda na kumtunza mtuhumiwa ni magereza kwa mujibu wa mamlaka yao ya kisheria. Hivyo mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza malalamiko hayo ya haki za mtuhumiwa, bali ni magereza ndiyo wenye mamlaka ya kusimamia mambo hayo. Nitahamia kwenye ishu ya kwanza kuhusu mahakama kuwa sahihi kusema shauri hili litasikilizwa kwa njia ya mtandao. Jambo hili liko kisheria na malengo yake ni kuharakisha usikilizwaji wa kesi na kupunguza gharama za kuweka uwazi kwenye usikilizwaji wa kesi. Kanuni za kusikiliza shauri kwa mtandao zina mpaka, mamlaka, jaji mkuu kuzitengeneza na zinasema zitatumikaje na kwenye mahakama gani. Kanuni ya pili inasema kanuni hizo zitatumika kwenye makosa ya jinai na madai. Sasa kanuni hizo zinasema mahakama itaamua yenyewe namna ya kusikiliza mashauri kwa njia ya mtandao. Baada ya kusoma kanuni hizo, mahakama hii inayo mamlaka kuamua kusikiliza kwa njia ya mtandao. Na kuhusu lini shauri litasikilizwa kwa mtandao, miongoni mwa sababu zimetolewa kwenye kanuni. Miongoni mwake ni sababu za kiusalama na sababu nyingine ambayo mahakama itaona inafaa. Sasa kwa kesi hii tuliamua tarehe 10 ya mwezi wa 4 2025, baada ya mashtaka kusomwa. Alikuwa na mashauri mbalimbali. Shauri lilihairishwa kwa ajili ya maelezo ya awali PH tarehe inayofuatwa. Mahakama iliamua kesi kusikilizwa kwa mtandao kabla ya siku husika kufika. Mshtakiwa amegoma mara ya 3 leo kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao. Sasa naamini mahakama ilikuwa sahihi kuamua hivyo, kusikiliza kwa njia ya mtandao shauri hili. Hapa naona hakimu hataki kujibu swali la Mpoki. Natambua Mpoki alisema hata kama mahakama itaamua yenyewe, inapaswa kuwapa nafasi mawakili kwenye jambo husika waseme, sio yeye anaamua huko chumbani bila kusikiliza pande zote. Ngoja tuone, tutajua mbele ya safari, lakini hizi ndicho kinachoendelea hapa mahakamani. Kuhusu notisi ya siku 7, na kubaliana na utetezi kwamba ni muhimu siku 7 wapewe taarifa hiyo. Hata kama hatukuwapa hiyo taarifa ya notisi ya siku 7, lakini walikuwa nafahamu kuwa kesi itakuja tarehe ngapi. Na hata kama mahakama haikufuata hiyo notisi ya siku 7, hakuna asali yoyote ambayo walioathirika nayo na hakuna haki yoyote iliyovunjwa. Hapa kitu alichokizungumzia hapa hakimu, sijui kama umemuelewa, lakini anasema kwamba hata kama hawakupewa notisi ya siku 7, anasema kwamba bado hakuna asali yoyote ambayo walioathirika nayo na hakuna haki yoyote iliyovunjwa. Haya, anaendelea na ishu zilizobaki na atazijibu kwa pamoja. Mtuhumiwa amegoma kuhudhuria kesi kwa njia ya mtandao. Sasa utaratibu wa kusikiliza PH umeelezwa kisheria kuwa zitasomwa kwenye mahakama ya wazi. Na lengo la PH ni kujua mambo gani yatahitaji kuthibitishwa au ni mambo yapi hayahitaji kuthibitishwa wakati wa usikilizwaji, ndio maana ya kusomwa kwa PH. Na kubaliana na upande wa utetezi kuwa ni muhimu PH kufanyika open court, yani mahakama ya wazi. Lakini nyaraka inayopaswa kuandaliwa baada ya kumalizwa kusomwa kwa PH, yani maelezo ya awali, ikasainiwa hiyo memorandum of agreed and not agreed fact. Jambo hilo limesemwa sana na mawakili wa utetezi na kubaliana nalo. Lakini kama jambo hilo litafanyika kwa njia ya mtandao, jambo hilo linaweza kusainiwa pia kwa njia ya mtandao vile vile. Inasainiwaje? Naona hajasema kwa mtandao itakuwaje kwenye kusaini hapo. Kwa hiyo nikisoma vifungu vyote vya sheria kuhusu PH, naona sheria inahitaji mtuhumiwa awepo. Anazunguka sana hapa kuhusu mtuhumiwa kuwepo, lakini pia kusoma kuhusu PH anaona sheria inahitaji mtuhumiwa awepo. Anasema
Kwa hiyo kitendo cha mshtakiwa kukataa kusikiliza kesi yake kwa mtandao ni sahihi kwa maslahi ya haki. Kwa hiyo mahakama hii inabadilisha uamuzi wake na huko nyuma kwamba mtuhumiwa aje asomewe kwenye mahakama ya wazi kwa sababu yeye kushiriki na kupata haki yake. Narudia hapa, hakimu anasema kwa hiyo mahakama hii inabadilisha uamuzi wake na huko nyuma kwamba mtuhumiwa aje asomewe kwenye mahakama ya wazi kwa sababu ya yeye kushiriki na kupata haki yake. Na tunatoa amri zifuatazo: 1. Mahakama itasikiliza PH kwenye mahakama ya wazi. 2. Mahakama ya wazi tarehe 19 mwezi wa 5 na mtuhumiwa aletwe. 2. Maafisa wa magereza waletwe na umma wa Tanzania wataruhusiwa kufika kwenye mahakama hiyo ya wazi. 4. Anasema tunaomba umma uwe na utulivu na uzingatie kanuni za usalama wakija mahakamani siku hiyo ya kesi. 5. Na imeamliwa hivyo. Koti inapigwa hapa, shughuli imeisha. Sasa shangwe linapigwa hapa mahakamani, mawakili wakipongezana kwa kazi kubwa walioifanya, huku mawakili wa jamhuri sasa wakiwa wamepotea kabisa, baadhi yao hapa kwenye mtandao. Sasa kwa yule ambaye atakuwa ameelewa kilichotokea ni kwamba mawakili wa utetezi, mawakili wa Tundu Lissu wameshinda pingamizi lao, na hivyo kwa siku zijazo katika kesi ya uchochezi basi mahakama itasikiliza PH kwenye mahakama ya wazi na maafisa wa magereza waletwe, lakini pia umma wa Watanzania wataruhusiwa kufika kwenye mahakama hiyo ya wazi. Lakini hakimu ameomba kuwa umma uwe na utulivu na uzingatie kanuni za usalama wakija mahakamani siku hiyo ya kesi. Hiki ndicho kilichotokea leo. Amri kutoka Kisutu, umma utahudhuria kesi ya Tundu Lissu bila buguza wala jambo lolote, na kubwa ni kwamba mtuhumiwa aletwe mahakamani. Kwa hiyo tarehe 19 ya mwezi wa 5 mahakama itasikiliza hoja za awali PH kesi ya uchochezi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu katika mahakama ya wazi. Tochea maoni yako kwa hiki ambacho kimetokea leo mahakamani, lakini pia kubwa zaidi tukutane siku hiyo kufahamu nini ambacho kitatokea mahakamani, lakini pia wanachama wa Chadema, wananchi wote wanaruhusiwa kufika katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu katika kesi ya uchochezi ambayo inamkabili Tundu Lissu. Tochea maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.